Nipende kuwapongeza washiriki ambao wameshiriki kwenye kongamano hili, hususani wanawake. Nipende kushiriki mashirika ambayo yameshiriki kwenye kongamano hili na maadhimisho ya kutimiza miaka 11 ya taasisi yetu. Na washukuru sana. Na nipende kuwapongeza wanasheria na watu wa msaada wa kisheria ambao wamekuwepo hapa wakitoa huduma hiyo ya msaada wa kisheria. Ninapenda kuwashukuru pia viongozi ambao wameshiriki kwenye kongamano hili pamoja na mwakilishi kutoka halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kama mgeni wetu rasmi. Ninawashukuru sana. Kikubwa niseme tunamshukuru Mungu kutimiza miaka 11 haikuwa rahisi, ni kwa neema ya Mungu na nguvu zake. Niwashukuru viongozi wa serikali ambao wanajitahidi kusapoti taasisi yetu. Nawashukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuko pamoja katika kuhakikisha haki inapatikana kwa wananchi kwa wote kwa usawa. Wewe kuwa ni mbobezi wa masuala ya kisheria, lakini tumeshuhudia taasisi za kibenki zimeweza kufika katika eneo na kuweza kutoa elimu kwa umma ambao wamejitokeza katika eneo. Pengine kwa kama mkurugenzi unahisi elimu ambayo imetolewa hapa ni namna gani wakina mama waliojitokeza leo wanaenda kuadapt yale mafunzo ambayo yanaweza kutolewa katika kongamano hili? Mashirika mengi yametoa fursa na elimu mbalimbali, wakiwemo WILDAF, ukatili wa kijinsia, benki ya Azania, mashirika mengi, UTT AMIS, namna ya kuwekeza na mengine yote. Kikubwa zaidi wanawake wamenufaika na elimu iliyotolewa, pamoja na fursa ambazo zimetolewa na hizi taasisi nzuri kama mwanamke hodari. Hiyo ni maalum kwa wanawake. Kwa hiyo niwashukuru wanawake, wataepukana na hii mikopo ambayo yenye riba ya kuwaumiza kwa inayojulikana kama kausha damu. Kwenye upande wa kuwekeza, wanawake wameelimishwa jinsi ya kuwekeza fedha zao na kuweka akiba. Tunawashukuru UTT walivyokuwa wametoa elimu hiyo. Wanawake wanapenda kupata mabadiliko ya kiuchumi. Lakini kwenye upande wa sekta ya sheria, wanawake wamefaidika kwanza katika hii elimu iliyotolewa kupinga ukatili wa kijinsia. Tunawashukuru watu wa mada wa WILDAF kwa kutupa ushirikiano mkubwa, lakini pia wanasheria ambao wameshiriki zoezi hili la kutoa msaada wa kisheria, tunawashukuru sana. Mungu awabariki. Wewe ni mbobezi wa masuala ya kisheria, lakini pia unatoa huduma kwa jamii husika bila gharama zozote. Pengine ni kitu gani ambacho umekiona kwa jamii hadi unaamua kutoa msaada wa kisheria bila kudai gharama zozote zile? Kwanza niipongeze serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutoa nafasi kwa mashirika kuyasajili mahususi kwa ajili ya kutoa huduma ya kisheria. Niipongeze Wizara ya Katiba na Sheria ambayo imetoa usajili kwa mashirika mbalimbali kutoa msaada wa kisheria. Mimi niseme kwamba kwenye hii sekta ya sheria, hasa msaada wa kisheria, inasaidia kwa watu ambao hawana uwezo wa kuwa na mawakili na wanasheria. So sisi kama shirika tumeamua kujitoa kwa wananchi bure kutoa msaada wa kisheria kwa kupitia sheria zilizowekwa za nchi za kuwasaidia wananchi. Madam Joy, mimi pamoja na vyombo vingine vya habari ambao vimefika katika eneo hili, kwanza tukupongeze kwa kuthubutu kuendelea kutoa elimu kadha wa kadha kwa jamii ambayo inakuzunguka, lakini pia unatoa msaada wa kisheria bila gharama zote ile. Kwa hiyo wewe ni miongoni mwa kina mama ambao ni tunu katika jamii yetu ya Kitanzania. Hongera sana kwa hilo. Na kwa kuongezea, kwa sababu tumesajiliwa nchi nzima, na wadau wengi wanatuhitaji. Tumemaliza kata ya Pugu, lakini tunahitajiwa sehemu nyingine. Tumehitajiwa mikoani, na mara nyingi wanasheria wanapatikana maeneo ya mjini. Na tumejaribu kupata ardhi Bagamoyo kwa ajili ya kutoa msaada wa kisheria. Kwa hiyo niombe wadau mbalimbali, niombe serikali kuangalia hizi taasisi ambazo zinafanya kazi ya kutoa misaada ya sheria kwa support kwa namna moja au nyingine, na zoezi hili kata kwa kata, wilaya kwa wilaya.